Ishara ya mti ni mwanadamu. Kwa maana Yesu akiongea pale alisema, na mti ambao hauzai matunda utakatwa na kutupwa katika moto. Haleluya. Na akasema tena, mti ambao unazaa matunda mazuri, huyo mti ni mzuri. Na mti ambao unazaa matunda mabaya, huyo mti ni mbaya. Si ndio? Kwa hivyo tunatumaini siku ya leo kwa ule mti ambao umekatwa kuchimbuka tena, wakati unatoa mizizi yake na kupeleka katika maji utaweza kuchimbuka tena na kuona mzuri. Kwa hivyo inamaanisha nini hiyo? Inamaanisha mwanadamu akitumainia Yesu, maji ni Yesu, uzima wa milele, maji ya uzima wa milele. Maana Yesu anasema yeye ndio mwenye maji ya uzima wa milele, na atakaye mwamini na kuinemea yeye atakuwa kama chemchemi ya maji. Akiongea pale mwanamke Msamaria John chapter 4, atakuwa chemchemi ya maji. Kwa hivyo wakati mizizi yako unaelekeza kwa Yesu, mizizi yako nini? Wokovu wako. Kama wokovu wako utaelekeza kwa Yesu, utakuwa mti ambao utapata matunda. Haleluya. Ambao utakuwa mtu amemlelea mbele. Kwa hivyo ndugu yangu, kwa maana ya majira za Yesu na wakati tulio nao sasa ndio huu sasa, ambao tunajua ni wakati mwingine umebadilika, sio tulikuwa nao jana. Kwa hivyo leo naimisa mti ambao au umekaa kwa muda mrefu, ambao hautoi matunda ya kuzaa matunda mazuri katika ufalme wa mbinguni ama katika maisha yake, ukaweze kubadilika, ukaweze kufanywa pruning na Roho Mtakatifu. Wakati unafanywa pruning ndani ya Yesu, ndani ya Roho, unabadilika, unakuwa mtu mwingine msafi. Haleluya. Ile mambo ulikuwa unatenda ya dhambi unaacha, ile mambo ulikuwa unafuatilia ya dini unaacha, ile mambo machafu ya uchawi na uganga unaacha, unabadilika sasa, unakuwa kiumbe kingine kipya. Maana Yesu anasema yeye ameangalia katika msalaba ili atakaye muamini na kumbali yeye akaweze kupata uzima milele. John chapter 3 verse 16. Nasema hivyo, akaweze kupata uzima milele. Maana yeye ndio kimbilio, hakuna njia nyingine. Yeye ndiye njia la uzima milele. Kwa hivyo wanadamu siku leo ambao ni miti ambayo iliyokatwa na shetani amekata kwa sababu ile akaweze kuweka wengi katika jehanamu. Ninawahimiza siku leo tupeleka mizizi yako katika maji mengi ili ukaweze kuchibuka tena na kuwa mtu msawi ambao utaweza kung'arika mbele ya macho ya Muumba. Haleluya. Si familia ya mwanadamu, si mipango ya wanadamu ambao wametengeneza, ama mifumo ya serikali za dunia, ama mambo ile ingine yanaendelea katika ulimwengu, bali ni mizo ya Roho Mtakatifu ili ukaweze kubadilika kuwa kiumbe kipya katika ufalme wa mbinguni. Maana neno hii neno itaishi milele, na hii dunia itaisha na mambo yote ya dunia itaisha, lakini neno la Yesu litabaki kuwa neno la Yesu. Kwa hiyo mwanadamu ategemea, mwanadamu amelaliwa. Kwa hivyo ategemea Yesu na kupeleka mizizi katika ufalme wa mbinguni, katika ile maji mengi ataweza kuwa chemchemi ya maji ambao ni maji ya uzima milele. Lakini ukiongezea mambo ya ulimwengu, ndugu yangu, faida gani? Kuna faida gani? Biblia inasema nini? Kuna faida gani umiliki dunia yote ikuwa yako? Dunia yako ikuwa yote, lakini ukose ufalme wa mbinguni. Kuna faida gani uwe wewe ndio mwenye pesa, wewe ndio mwenye mali, wewe ndio tajiri mkubwa, wewe ndio kiongozi mkubwa, wewe ndio kusema, lakini bado wewe kuzimu inakungojea? Haleluya. Kwa hivyo wapenda Yesu, naimiza ule mti ambao umekatwa siku ya leo. Unaweza kuwa umelikatwa na mambo mengi. Najua watu wengi wanapitia mambo mengi sana. Wanapitia mambo makali yenye uchungu, yenye vita za kiroho, damu ya ukoo inawaandama bado, mashetani bado inawaandama, lakini ukigeukia ule Yesu ambaye ameinuliwa kama ile nyoka la shaba iliyoinuliwa katika jangwani, utaweza kupata uzima milele. Maana kuna tumaini kubwa ya wale wanaomwamini. Yesu na Biblia inasemaje? Heri wale wamtegemea Bwana, heri wale wamtafutaye uso wake, maana wataitwa wana wa ufalme. Kwa hivyo ndugu yangu, nawahimiza siku leo, kama wewe unajua qualify ama hujaamua kuingia katika ile maji mengi ambayo ni maji ya uzima milele, ukaweza kuchukua hatua na mambo yako yatabadilika. Mambo magani? Mimi sihubiri mambo ya ulimwengu, na hubiri mambo ya ufalme ya kiroho ambao ni mambo ya wokovu. Mambo yako yatabadilika na mambo yako yatakuwa. Kwa maana Yesu anasema yeye ni mfalme wa wafalme, na sisi kama ni watoto wa mfalme tutaweza kuishi kama watoto wa maskini. Kama sisi ni watoto wa mfalme, sisi ni we are prince. Hata tutaishi kama watu wa wafalme. Sisi ni kama wafalme bado katika ulimwengu.
Maana Yesu ametuchagua kama wafalme katika hii dunia. Si ndio? Na sasa kama tutakuwa fugu, Yesu huyo mfalme atapendezwa na sisi kweli? Hawezi tupendezwa, lakini anasema nini? Yeye ameinuliwa tumtazame. Kwa hivyo sina mengi kulingana na masaa, wacha tuishie pale, lakini ujue mambo yako yatabadilika wakati utainamia Yesu. Hakuna mambo mengine. Kinaambia wanadamu wako. Haleluya. Kwa hiyo machache nishukuru sana sana. Amen.